kwenye Mumias Magharibi, Mumias West. Tunazungumzia kuhusiana na kitu ambacho kinazungumzwa kwamba the Battle of Mumias West. Kiti cha UMP, kiti cha mbunge. Sasa kiti ndio hicho. Na watu kinatatiza watu, kila mtu anaikitangania. Kuangalia William Ngoma ndio huyo. Kijana wakili mwenyewe. Wakili ndio huyo. Tunaona Mheshimiwa Geoffrey Makoha ndio huyo. Yuko hapo. Tuangalie Naika mwenyewe yuko hapo. Amesema bado yupo na Songoi yuko hapo. Rashid Chesa. Rashid Chesa achoki. Amejitolea. Sasa nataka tuzungumzie moja baada ya mwingine. Tukianza na huyo ambaye ni ambaye ni Geoffrey Makoha. Je, kwa mtazamo wako Geoffrey Makoha, kwa asilimia yako unaweza kumpa asilimia ngapi kulingana na kile ambacho kinaonekana wazi kama anataka kuwania kiti hiki cha mwakilishi kuwa mbunge wa Mumias Magharibi? Mheshimiwa Geoffrey Makoha, mimi nampa pongezi. Mimi nampa pongezi sana. Anasaidia vijana. Anapea vijana kazi, anapeleka watoto shule. Kama uko na mwanafunzi umeshindwa, ukimpigia simu, umwambie uko mahali fulani atakuja. Ukienda shule ya Butobe, kuna wanafunzi uko wawili. Ukienda Ihonje uko mmoja wawili. Ukienda Buchifi pia kuna wawili amepeleka. Unaona mheshimiwa pia yeye amejitolea, anang'ang'ania pia yeye. So unasema kwamba mheshimiwa ako na ile kitu ambacho unasema kwamba kuna uwezekano wa kupenyeza. Hata akikosa kuchukua kiti lakini mwaka ujao atachukua. Kwa sababu unaona kwa upande wako unaona kweli anapeleka vijana kazi. Na nimeona asilimia mingi sana amejaribu kubase sana kule nyumbani sana. Na sijui kama ni kuonyesha kwamba kura nyingi ziko nyumbani au kura nyingi ziko nyumbani. Najua vile anachukua vijana nyumbani. Mzazi anajua ni mtu fulani, anatoka mahali fulani. Anasema anataka unajua kama bado hajachukua kijana kupeleka kazi, lazima atajua wazazi wake wako mahali fulani. Mzazi unajua lazima ukitoka nyumbani mzazi lazima ajue unaenda mahali fulani na nani amekwambia uende na unaenda kwa nani. Sasa ukimuelezea mheshimiwa fulani, so unaona sasa jina lake linasonga mbele, linaendelea kukua. Anaitwa Geoffrey Makoha. Kumbuka kuna kikombe anataka anakileta mwezi wa 8. Huyo kijana mdogo kimwili, lakini upande wa akili ana akili sana. Wakati ambapo namwambia akichukua hiyo kiti, najua hao vijana ambao wana talanta na wanasumbukana, I'm very sure watakuwa wamepata support. Kwa kweli umesema vizuri. Watakuwa wamepata support.